Hello guys, tupike maandazi kwa kutumia vifaa vichache. Kwanza hapa natumia unga nusu kilo wa ngano, sukari, baking powder, hamira, nina iliki, vanilla na chumvi kwa ajili ya ladha na harufu, mafuta kiasi na maji. Sasa tutaanza kuchanganya vifaa vyetu. Tia sukari kiasi, iliki, vanilla pamoja na chumvi. Nitia kijiko kimoja cha chakula cha baking powder, natumia multipurpose. Hamira kijiko kimoja cha chakula. Michanganya vizuri kwanza kabla kutia mafuta. Then nitatia mafuta yangu yale niliyopima. Nitaanza kuyasugua vizuri, nimetumia mikono miwili inifanye kwa haraka. Nitasugua paka unga utakuwa sawa, ni hamna vibuje vya mafuta kama unavyoona hapo. Nimechanganya vizuri, unga umekuwa wote design moja. Then nitaanza kutia maji kidogo kidogo, imradi nisitoteshe. Nitachanganya vizuri maji yangu mpaka itakuwa sawa kama unavyoona hapo. Nitaanza kukanda kwa muda dakika 10 mpaka 15 ili ngano yangu ichanganyike vizuri, isiwe hivyo kama mnavyoiona, kama ina matuta matuta, iwe soft. Ikishakandika vizuri nitaiweka kwenye bakuli na kuifunika ili ipate kuumuka. Isiumuke sana, kama dakika 10 hivi. Hapo unaona tayari ishaumuka. Nitaitoa kwenye bakuli, nitaweka sehemu hapo ya kukandia, nishaisafisha. Nitakanda tena kidogo ili ikae sawa kwa sababu ilishaumuka. Nitakanda kidogo then nitakata matonge. Utaona maandazi yameshaanza kuumuka na vitobo tayari. Nitakata matonge, mimi nitoa matonge yangu 6, kila tonge moja natoa maandazi 4. Haya, nitatoa hapo. Imradi nipate kuanza kukata tonge moja moja. Nitakata vizuri hapo, natengeneza duara zuri mradi upate kukata maandazi yakiwa vizuri, yasiwe na masikio. Wenyewe wanasema masikio. Nitatengeneza duara langu vizuri then nitakata. Kama mnavyoona hapo. Then nikishayakata naandaa sehemu yangu ya kuweka ili kusubiri kuchoma. Maana hapo tayari nishaandaa moto wangu, mimi napikia mkaa. Nimeandaa moto wangu hapo, nitafunikia. Mimi natumia vitu vya Rockcook sana. Nimechukua viroba vyangu vya ngano hapo, nimefunika. Then naenda kuanza kuchoma mafuta yangu, shapata moto kiasi, asiwe makali sana. Nachoma hapo kama unavyoona kitaratibu. Pia unabidi uwe unayageuza geuza, mradi asitoe tumbo, yani unageuza geuza hivyo yajae vizuri. Pia usichome kwa moto mkali yakababuka, na pia usiweke rangi kali sana. Rangi yake inatakiwa iwe ya kawaida. Utaiona hapo, sijui nielezee ni rangi gani, ila ni rangi tuseme sijui ni kahawia ile. Mwana maandazi yangu hapa nishamaliza. Mwana rangi yake ilikuwa inavutia. Sasa ngoja tuyakate tuone ndani maandazi yameiva vizuri. Asanteni sana, karibuni, mlike, kushare na kusubscribe. Asanteni.